بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tunaendelea na kitabu chetu Mtume sallallahu alayhi wasallama ndani ya Ramadhani. Tupo na kikao chetu cha 26 ambacho kinasema tawjihuhu sallallahu alayhi wasallama liman wafaqa laylatal qadr, mwelekezo wake Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa yule ambaye atakayewafiki kuidiriki Lailatul Qadr. Aisha radhiallahu anha anasema, nimesema ya Rasulullah, araaita in wafaqtu Lailatul Qadr ma aqulu fiha, nijuze unasemaje Mtume wa Allah ikiwa nitawafikishwa Lailatul Qadr niseme nini? Qala, akasema, quli, sema, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ewe Mola wangu, hakika wewe ni msamehevu, unapenda msamaha, fa'fu anni, nisamehe ewe Mola wangu. Hadithi imepokea Imam Ahmad. Ihtamma bidua fi al-ashr al-awakhir, ewe Muslim, jihimize kwa dua kunako 10 hili la mwisho. وفي الوتر منها عسى أن توافق ليلة القدر, na kwenye zile idadi zisizogawikana mbili huenda ukaiwafiki Lailatul Qadr. Wa akthir min ad-du'a, na ukithirishe kuomba dua biqaulika, kwa kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwelekeza Aisha kunako dua hiyo, na amepokea Imam Tirmidhi kutoka kwa Aisha akisema, unasemaje Mtume wa Allah, inna alimtu ayu lailatin lailatul qadri, ikiwa kwamba nitajua kwamba huu usiku ni usiku wa Lailatul Qadri, ma aqulu fiha, niseme nini? Qala, akasema, quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, ewe Allah, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, hakika wewe ni mkarimu, basi naomba nisamehe. Na hapa fihi latifa, hii hadithi amesahihisha Sheikh Al-Albani kwenye Sahih At-Tirmidhi, kwenye Sahih At-Tirmidhi, lakini uhalisia wa mambo, neno karimun halijathibiti, neno karimun halijathibiti, japo hata kwenye dua hii Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni pia pako khilafu kwa maulama kunako sahihi wake na udhaifu wake. Wengi wanazuona wameona kwamba ni dhaifu, wengi wanazuona wameona kwamba ni dhaifu. Tuchukulie kwa wale wanaosema kwamba ni sahihi, neno karimun halijathibiti. Kitaka faida zaidi, tembelea kitabu cha Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, silsilatul ahadithi as-sahiha, utapata faida ambapo Sheikh Al-Albani anasema waqa'a fi sunani Tirmidhi ba'da qawlihi afuwun, ndani ya sunani Tirmidhi baada ya kauli afuwun pamoja ziada ya neno karimun, bimaana Allahumma innaka afuwun karimun, wala asla laha fi shay'in min al-masadir al-mutaqaddima, na hili neno karimun halina asli kwenye kitabu, katika vitabu ambavyo tulivyovitaja, bimaana halikupokelewa sehemu hata moja, wala fi ghairiha mimman nuqila anha, wala hata kwenye vitabu vingine ambavyo vimenukuliwa ndani hiyo hadithi au hiyo dua au hilo neno. Fadhahiru annaha mudarajatun min ba'd an-nasakhina au at-tabi'ina, yanadhihirika huenda ni neno limeingizwa na baadhi ya wachapishaji wa vitabu. Akaendelea nasema, kwa ukitaka faida zaidi rudilia kitabu silsilatul ahadithi as-sahiha, mujallid wa 13
ukurasa wa 140. Kwa hiyo neno karimun halijathibiti. Ud'u Allah bikulli ma turidu min khayri ad-dunya wal akhirah. Ewe mwanadamu, muombe Allah yale uyapendayo katika khairi za duniani na khairi za akhera. Allah anasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Anasema Mola wenu niombeni nitakujibieni. We kama hukumuomba Mola wako utamuomba nani? Kama hujamlilia Mola wako utakwenda kumlilia nani? Hadithi ya Nu'man ibn Bashir kwamba Mtume alayhi salatu wasallam anasema ad-du'a huwa al-ibada. Dua ni ibada. Bimaana dua ni katika ibada. Ndio maana dua inabidi zielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anaombewa hachukii, ambaye anaombewa hakasiriki. Ila mwanadamu ukimuomba mara moja mara mbili anaanza kukukwepa, anaanza kuchukia na kukasirika. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Anasema Mola wenu niombeni nitakujibieni. Rawahu Abu Daud. Ama hadithi inayosema ad-du'a mukhul ibada, dua ni ubongo wa ibada, hii hadithi ni dhaifu. Amepokea Imam Tirmidhi na kwenye sanad yake kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Lahia. Huyu ni dhaifu, ndio sababu ya hadithi kuwa dhaifu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, is'alillaha aljannata wa ta'awadh billahi minan nar. Muombe Allah pepo na ujikinge kwa Allah kutokana na moto. Liannaka in fuzta bihadha faqad hasalta ala alfawz alazim. Kwa sababu ikiwa utafaulu kwa hilo, ukaipata pepo na ukawa mbali na moto, utakuwa umefaulu kuliko kwa kukubwa. Allah anasema faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz. Yule ambaye atakaye kingwa na moto akawa amepelekwa peponi, basi atakuwa amefaulu. Walianna albahtha was-sa'ya kulluhu wa aghlabahu lilhusul ala aljannati wan-najati minan nar. Kwa sababu vitu vyote tunavyovitafuta, mapito yote ambayo mtu anazungurukia ndanimo, maisha yote unayohangaika, yote malengo ni nini? Ni kuipata pepo na kuepukana na moto. فحول هذا الموضوع نعم فحول هذا الموضوع ينبغي أن يكون تطلب العاقل اللبيب فيفكر في ذلك. Kwa hiyo tukija kuzungurukia katika upande wa hii nukta ambayo tuko tunatazama kwamba ni kutafuta pepo na kujilinda na moto, yamfaa mtu mwenye akili awe ni mwenye kutafakari na kutafuta maombi yake yote iwe ni kuomba Allah pepo. Wa yas'alullah wa yata'awadhu bihi subhanahu minan nar. Na muombe Allah jikinge kwa Allah kutokana na moto. Kwa hadithi ya Abu Huraira, Mtume alayhi salatu wasalam anamwambia jamaa mmoja, ma taqulu fi salah, unasema nini ndani ya sala? Qala, akasema atashahadu, kwanza ninatoa shahada, thumma as'alullah aljanna, kisha ninamuomba Allah pepo, wa a'udhu bihi minan nar, kisha najikinga kwa Allah kutokana na moto. Ama wallahi ma uhsinu dandanataka wala dandanata Muadh, faqala hawlaha nudandinu. Neno ama wallahi ma uhsinu dandanataka, ama wallahi mimi siwezi nikapendezesha vizuri au kusikia vizuri yale unayoyasema. Adandana maanahu atantana, wa hiya kalamun yusma'u naghmatuhu wala yufahamu. Ni yale maneno ambayo mtu unayasikia mtu gisi anavyokuwa anajinongoneza, lakini haufahamu kitu gani ambacho mtu yuko anazungumza. Hiyo ndio inaitwa dandana, bimaana al-kalamu al-khafif, maneno yaliyofichika maana. So huyu anamwambia mtu, mimi sisiki yale unayoyasema wewe, huwa nasikia tu mnongono wa sauti, ila sielewi nini unachokizungumza. Wala Muadhi kadhalika sielewi nini anachokizungumza. Akasema
حولها ندندن أي حول الجنة والنار وفي طلبهما ندندن بمعنى tunazungurukia hapo kwenye hivyo vitu, kuomba pepo na kujikinga na moto. Hiyo ndo dandana yetu, ndio yale maneno ambayo unasikia tunayasema lakini hauelewi tuko tunasema nini. Hadithi amepokea Ibn Majah. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani akasema kwamba ni sahihi kwenye kitabu chake Al-Futuhat ar-Rabbaniyah. Kadhalika Sheikh Al-Albani akasema kuwa ni hadithi iliyokuwa sahihi. Ud'u Allah in wafaqta laylatal qadri li nafsika fabda' biha. Muombe Allah pindi utakapowafiki Lailatul Qadr. Ikiwa kwamba utaiwafiki Lailatul Qadr ukaidiriki, kwanza jiombee wewe mwenyewe, jianzie wewe, ianzie nafsi yako. Thumma liwaladika, kisha umuombe mtoto wako. Wa ahlika, kisha mke wako. Walil muslimina, uombe pia na Waislamu wote kwa ujumla. Kwanza ujianzie wewe, alafu muombe mtoto wako, kisha mke wako. Ajibu kwa wale ambao hawana watoto, hawana wake. Ambao hawana wake wafanye juhudi, wajihimize katika khairi hizo. Kutokana na hadithi ya Ubay ibn Ka'b, Allah amridhie, kasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha daa bada binafsihi, kwamba mtume alikuwa akianza kuomba alikuwa anajianzia kwanza yeye mwenyewe. Waqala, na akisema rahmatullahi alaina, rehma za Allah ziwe juu letu, wa ala Musa, na pia ziwe juu ya Musa. Lau sabara la raa min sahibihi al-ajaba, lau angilikuwa ni mwenye subira angiliona maajabu kwa watu wake. Walakinahu qala, lakini kasema in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Bimaana hapa kwenye hii hadithi anatuambia kama lau Musa angilikuwa na subra wakati yupo na Khidri angiliona maajabu yaliyokuwa mengi, lakini akamwambia in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni, ikiwa kwamba nitakuuliza tena kitu kingine baada ya hili tukio, baada huyu udhuru ambao ninakuomba, basi usisahibiani na mimi tena, usifuatani na mimi tena. Qad balaghta min ladunni udhra, kwa hakika au kwani umekwisha pata udhuru kwangu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kwanza kujiombea yeye rahmatullahi alaina, kisha akasema wa ala Musa. Kumbe wakati wa dua jianzie kwanza wewe jiombee, kisha ndio mtu mwingine. Hadithi amepokea Abu Daud. Istaghilla thuluth al-layl al-akhir, utumie thuluthi ya mwisho wa usiku fi witri al-ashr al-awakhir, katika witri ya 10 la mwisho 21, 23, 25, 27, 29. Bidua wa istighfar, kwa kuomba dua na kufanya istighfar, kuomba msamaha kwa Allah, wa su'alillahi hajataka min khairi dunya wal akhirah, na kumwomba Allah haja zako kunako khairi za duniani na akhira. Kutokana na hadithi ya Abu Huraira kwamba mtume kasema idha madha shatrul layli, unapomalizika nusu ya usiku, au thuluthahu, au thuluthi yake, yanzilu Allahu tabaraka wa taala la samai dunia, anateremka Allah subhanahu wa taala mpaka kwenye mbingu ya dunia. Na hapa pamoja dalili ya kuthibitisha sifa ya Allah ya kuteremka. Watu wa bid'a wanapinga hii maji'u rabbi au nuzulu rabbina, kuteremka kwa Allah kila usiku. Watu wa bid'a wanapinga hili, hadahumullah. Fayaqulu, Allah anasema hal min sa'ilin yu'ta, kuna yule mwenye kuhitajia kitu cha kuomba apewe nacho. Hal min da'in yustajabu lahu, kuna mwenye dua zake anataka kuomba ajibiwe. Hal min mustaghfirin yughfaru lahu, kuna mwenye kutaka kuomba msamaha ili apewe msamaha. Hata yanfajira subh, mpaka alfajiri itakapochomoza au mpaka asubuhi itakapopambazuka. Kwa hiyo watu tukifirishe dua zetu, tuombe dua kwa wingi ili tuwe miongoni mwa watu wenye kufaulu. Hadithi imepokea Imam Muslim. Allah atujalie Ramadhani hii iwe ni sababu ya sisi kubaki na taqwa hadi kufariki kwetu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.